cha msingi na cha maana lazima uweze kudilute iweze kushuka mpaka percentage purity ifike ngapi? 81. Kwa haya hapa hii alcohol imeshakuwa diluted. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wenzetu wa mkoa wa Njombe kukaribisha hapa Njombe. Tumekuwa na kazi ya kuwafundisha wataalamu wa mifugo ambao wameteuliwa hivi karibuni na Mheshimiwa Waziri wetu wa Mifugo, Mheshimiwa Balozi Dr. Bashiru Ali Kapua, kuwa wakaguzi wa maziwa katika mamlaka za serikali za mitaa. Na sisi kama bodi ya maziwa tuna jukumu la kuwafundisha majukumu yao ili waongeze mchango katika tasnia ya maziwa ipate maendeleo na ichangie zaidi katika kipato cha mtu mmoja, ichangie zaidi katika lishe na katika uchumi wa nchi yetu. Tumekuwa na mafunzo kwa muda wa siku 3 na tunapoendelea na mafunzo tumejipangia ziara kuwatembelea wadau na kuiona tasnia ya maziwa hapa mkoani Njombe. Pili, tumewatembelea wenzetu wasindikaji katika kiwanda cha Kendis ambacho kinaendelea kufanya vizuri. Tunawapongeza kwa kufanya vizuri na kuendelea kufanya kazi kwa nguvu zaidi na kuongeza uzalishaji wa maziwa katika kiwanda chao. Kwa majina yangu naitwa Godi Jacob Nungi, ni mkurugenzi wa Kens Holding Company Limited. Sisi ni mmojawapo ya wanufaika wa msamaha wa kodi wa Mama Samia kupitia magari ya ubaridi kwa utaratibu ambao umewekwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inatoa msamaha wa kodi kwa wale wadau ambao wanajishughulisha na shughuli zinakuwa wamesajiliwa na bodi ya maziwa, kwa maana wana leseni kutoka bodi ya maziwa. Serikali inatoa msamaha wa kodi kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano ikiwepo kama unaingiza magari yenye baridi, unaingiza cooling tanks, unaingiza milk can, unaingiza pasteurization tank na kadhalika. Hizo zote zimekuwa zikitolewa msamaha, na sisi wenyewe au niseme mimi kwa niaba ya kampuni tumepata msamaha wa kodi kwenye magari mawili yenye baridi. Kwa hiyo jambo hili lipo na yoyote ambaye anakuwa amekizi vigezo, bodi ya maziwa wamekuwa wakimsaidia bila changamoto yoyote. Kwanza unatuimarisha kwa sababu sisi wasindikaji wa maziwa wote tuko chini ya usimamizi wa bodi ya maziwa. Kwa hiyo unavyokuwa unatembelewa na bodi ya maziwa, maana yake faida ya kwanza unayoipata, wanakuja kwa maana ya kutazama zile condition zao ambazo wameziweka kama zote zinazingatiwa, lakini pia mahali ambapo panakuwa pana changamoto, kwa sababu maana ya bodi ya maziwa kutembea sio uhasama, maana yake wanakurekebisha na kukuweka sawa ili kusudi uweze kumit target au kumit zile criteria ili uweze kuwahudumia watu kwa kusindika bidhaa iliyo bora. Ndio maana leo unaona tuko na TBS, tuko na wataalamu wa bodi ya maziwa, lakini pia tuko na wataalamu wa mifugo. Panga zaidi kwa maana ya kuyafikia masoko yaliyo mengi zaidi, lakini pia kufanya kwa ufanisi na ubora mkubwa.